Okay, karibu tena na tunaendelea tulipoishia katika regular expression, na sasa hivi tunataka tuangalie condition statement katika regular expression. Sasa muda mwingine unataka kuangalia, mfano unataka kuangalia either katika hii string kuna 514 au 544. Kwa hiyo hapa katika hii condition sasa hivi tunaangalia kama kwenye namba kuna 514 basi return true, lakini kama hii pattern haipo basi ita return false. Lakini muda mwingine unataka kuangalia kama kuna 514 au 544 si return true. Kwa hiyo hii ita return true endapo katika namba yetu hapa juu kuna pattern ambayo imemechi moja katika hizi mbili. Kwa hiyo either ni 514 au ni 544. Kwa hiyo kama nikija nikirefresh hapa katika browser tunaona imereturn true, na hii ni kwa sababu japokuwa hakuna 514 lakini katika string kuna pattern ya 544 na hiki kitu kimefanya ireturn true. Kwa hiyo mfano unataka kuvalidate wateja wako wawe wanaingiza namba na hizo namba ziwe ni namba za Tigo peke yake. Kwa hiyo tunafahamu kwamba namba ya Tigo either itaanza kwa 065 au kwa 071. Kwa hiyo ukasema kwamba either hiyo namba iwe ni 065 au 071. Sasa kama niki-execute hiki kitu hapa tunaona imereturn true, ni kwa sababu mwanzoni hapa kuna 065 na hii namba inajulisha kwamba ni namba ya Tigo. Lakini hiki kitu bado hakijawa valid, ni kwa sababu kama nikitoa hapa nikaweka ni 075 nikicompile hichi kitu kitaleta false, imeleta false. Lakini nikija hapa mbele nikisema nataka niweke namba katikati ya hizi ikawa ni 065, hiki kitu kitareturn true. Kwa hiyo japokuwa hii namba sio ya Tigo, inamaanisha haijaanza na 065 au 071, lakini imereturn true kwamba hii namba ipo katika syntax inayohusika katika progmatch yetu. Na hii ni kwa sababu hii pattern haiangalii mwanzoni mwa string, bali inaangalia string yote, inatafuta kote katika string kama kuna pattern ya 065 au 071. Kwa hiyo sisi tunataka tu prevent hichi kitu, tuseme ya kwamba hii pattern inabidi itafutwe mwanzoni mwa string peke yake. Kwa hiyo kufanya hili jambo kuna kitu inabidi ukiongezee katika pattern yako. Kwa hiyo hapa mwanzoni pa pattern nitaweka hii symbol. Kwa hiyo hii symbol ikikaa nje hapa inamaanisha ni mwanzo wa string. Kwa hiyo itatafuta mwanzo wa string kama kuna 065 au 071. Kwa hiyo kama nikija nikirefresh hapa tunaona sasa hivi tumepata false. Na hii false inamaanisha ya kwamba mwanzo mwa string hapa hakuna 065 wala 071. Kwa hiyo kama hapa nikija nikiweka moja, kwa hiyo hii namba sasa hivi tunaona ina 071 imematch na pattern ambayo tumeisema hapa chini. Kwa hiyo kama nikija nikirefresh hapa tunaona tumepata true, na hii true imetokana na hii namba kuwa imematch mwanzoni kuwa na 071 kama pattern. Kwa hiyo hivi ndivyo jinsi ya kuangalia vitu ambavyo viko mwanzo wa string. Tuendelee. Kwa hiyo kama nikifuta hii echo, nikifuta hii space, nitaweka mfine chini hapa. Kwa hiyo mfano nikitaka kuweka validation nyingine, hapa naweka validation kwa sababu sitaki kufuta mfano wa juu. Kwa hiyo mfano wa juu ukiwepo huku nikiandika mfano mwingine chini, na mimi utakuwa unaelewa zaidi. Kwa hiyo kama nikiandika progmatch alafu ndani ya progmatch humu nikaweka syntax yetu kama tulivyozoea. Kwa nitaweka hivi, alafu string itakuwa ni ile ile phone ya pale juu.
kwa sababu hii value bado inajulikana na hapa chini. Kwa hiyo huku ndani nataka niweke syntax nyingine sasa hivi. Kwa mfano nataka niangalie katika string yangu kule juu, je, kuna pattern yoyote ambayo ina match na alphabets, kwa sababu namba ya simu haitakiwi kuwa na alphabets. Zile A, B, C haitakiwi kuwa nazo. Kwa hiyo mimi nataka niangalie, je, katika string yangu kuna alphabet yote. Kwa hiyo kabla ya kuangalia alphabets inabidi niangalie kwanza konsonanti, zile A, E, I, O, kwa sababu zile ni chache na ni rahisi kudili nazo. Kwa hiyo hapa nitakuja nitasema kama ukitaka kuweka herufi unaweka hivi, na maanisha hii itaenda kuangalia herufi moja moja ambayo utaspecify ndani. Kwa hiyo kama kuna A, E, I, O au U katika foni yetu, na maanisha katika string ya foni yetu, basi return true. Kwa hiyo hii itareturn true kama itapata A, E, I, O au U katika foni. Kwa hiyo nikiecho hapa tunaona tutapata false, itakuja 0. Ni kwa sababu katika string yetu hakuna A, E, I, O wala U, na hivi ndivyo inavyotakiwa, kwa sababu namba ya simu haitakiwi kuwa na herufi kama hizi. Kwa hiyo kama humu ndani ya namba ya simu nitaweka maybe A, alafu nikaja nika refresh hapa, tunaona tumepata true, na ashiria true. Kama nikikuza kidogo naona kama imekuwa ndogo sana. Kwa hiyo hii moja inaashiria true, ni kwamba sasa hivi katika namba yetu ya simu kuna kialphabeti ambacho hakitakiwi. Kwa hiyo ndio maana pattern yetu imereturn true. Kwa hiyo katika reality mara nyingi tunakuwa hatuna uwezo wa kuandika pattern zote kama hivi. Mfano hapa tungekuwa na alphabets ambazo zimekaa kuanzia A, zimeanza kuanzia A mpaka Z, tusingeweza kuandika zote hapa. Tungeweza kuandika, lakini ingekuwa sio katika reality, na maanisha zitakuwa nyingi na kodi itakuwa mbaya. Kwa hiyo sometimes mtu unakuwa unataka kuandika hazitakiwi kuwepo katika string. Mfano hapa ninaweza nikasema kwamba nataka niandike kuanzia A mpaka Z. Kwa hiyo sio katika practical way kuandika hapa A mpaka Z. Kwa hiyo kuna njia ambayo unaweza ukaandika kwa ufupi vitu ambavyo hutaki viwepo humu, na kama hizo characters zina mtiririko ambao unajulikana, basi itakuwa ni rahisi kuziwekea shortcut, kwa sababu unaweza ukaspecify ya kwanza na ya mwisho katika huo mtiririko zisiwe ni pattern ambazo zinatakiwa kuwepo katika string. Kwa hiyo kama nikichukulia mfano kuanzia A mpaka Z, kwa mimi nitasema kwamba namba yetu ya simu haihitajiki kuwa na character yoyote kuanzia A mpaka Z. Na hii ni practical kwa sababu namba ya simu haitakiwi kuwa na kineno ambacho kipo katika A mpaka Z, mfano E au O. Kwa hiyo hapa ninaweza nikasema ya kwamba tuangalie katika namba yetu ya simu kama kuna pattern ambayo ipo kuanzia A mpaka Z. Kwa hiyo nikiandika hichi kineno hapa kati kinajulisha kwamba ni A up to Z. Kwa hiyo sasa hivi tunaona katika phone namba yetu kuna ki E kipo katikati. Kwa hiyo sasa hivi kama nikija nikirefresh hapa tunaona tumepata moja. Kwa hiyo hii moja inamaanisha ni true, kwamba katika namba yetu kuna pattern ambayo haitakiwi kuwepo ambayo ni E. Kwa hiyo kama nikija nikiremove hii pattern hapa nikirefresh tunaona tumepata 0. Na hii 0 inamaanisha ya kwamba katika string yetu hakuna pattern ambayo inaanzia mpaka Z. Sasa kama ukiangalia katika string yetu kuna space hizi. Hapa kuna space na hapa kuna space. Katika regular expression inabidi uwe makini sana na kudili na space, kwa sababu katika regular expression space nazo zinajulikana. Kwa hiyo naomba uwe makini sana. Hii inaweza ikakuletea error siku za mbeleni. Kwa hiyo mfano hapa nikiandika space hivi, nikiacha space. Kwa hiyo hii inasema kwamba kama katika string yetu kuna pattern yoyote kuanzia A mpaka Z au space, basi sema true kwamba katika pattern kuna katika string kuna pattern ambayo haitakiwi. Kwa hiyo kama sasa hivi nikija nikirefresh hapa tunaona tumepata true
na hii true imetokana na kuongeza hii space hapa mbele. Kwa hiyo katika string yetu tunaona tuna space, na hizi space tumezispecify hapa kwamba ni kati ya pattern ambazo tunataka tuzisearch kama zipo katika string. Kwa hiyo hii ni kukukumbusha tu ya kwamba ukiwa unadili na regular expression, make sure kwamba space unaziweka katika consideration, kwa sababu space nazo zinajulikana kama search pattern katika regular expression. So katika video hii ningependa niishie hapa. Tutaendelea tena na regular expression katika video inayofuata. So nakuomba ukae na mimi mpaka mwisho wa series hii. Asante.